Kubwa hasa ni anga ama tetesi za usajili. Azam FC wamefanikiwa bwana kumuongezea kocha Froy Benge kandarasi yake mpaka 2028, lakini pia Marcel Koller ameachana kule na Al Ahly. Mara baada ya kuachana naye, Ahly wamemtambulisha nani? Nitakujuza pia hapa kupitia Kawabe Sports. Maxi Nzengeli anaenda wapi? Nitakujuza pia kupitia Kawabe Sports. Sajili za Simba zinasemaje? Abdul Karim Watambala ni deal done pamoja na Faila Sufi, nao mambo ni yedede, mambo yako mswano namna hiyo. Bana, tuanzie hapa. Simba Sports Club, nilikujuza taarifa hizi siku kama 4 ama wiki moja nyuma hivi kuhusiana na baadhi ya wachezaji ambao inasemekana ama wamewekea nguvu, na miongoni mwa wachezaji hao ni kwa upande wa Faisal Salum Abdallah, lakini pia kwa Abdul Karim Watambala. Kwanza tuangalie tija ya Simba kuongeza wachezaji hao. Tija ya kwanza kwa upande wa Faisal, kwanza anakuja kuongeza chachu ya ari ya ushindani kwa maana ya katika eneo la juu na namba 10 ambapo yupo Clatous Chota Chama. Ukiwatizama umri wao ni watu wawili tofauti, lakini pia aina ya uchezaji. Faisal anakupa assist, anakupa magoli, anakupa ni mzuri pia kwenye kukaba, hana baya, mtoto wa watu kutoka pale Zanzibar. Lakini kwa Chama yeye ni mzuri sana, ana utulivu mkubwa katika eneo la box, kwa maana akifika kwenye ile zone of 14 kwa maana ile hali ya mwisho anakuwa na utulivu wa hali ya juu kuhakikisha kwamba anatengeneza nafasi bora, kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo bora. Wa Chama haina haja ya kuzungumza kwa ukubwa huo. Lakini kwa upande wa Faisal Salum Abdallah ni wazi kama Simba watafanikiwa kuipata saini yake, basi wataongeza kisu, kwa maana ya kwamba squad list, kikosi kitakuwa kipana na uhakika pia kufanya vilivyo bora, na Faisal mwenyewe pia kuongeza thamani yake, kwa maana ya kwamba kucheza Simba unaonekana pia na mataifa makubwa, kwa maana Simba huwa mara nyingi inafanya vizuri kwa mashindano ya CAF Champions League. Simba wakifanikiwa kuipata saini ya Faisal Salum Abdallah, naweza nikasema kwamba wamepata moja ya saini bora kwa mwaka 2026-27. Haya, kwa upande wa Young Africans na wenyewe inasemekana Maxi Nzengeli huenda kalitupa daruga kunako dirisha kubwa, kwa sababu ya klabu ambayo inamhitaji ni klabu ambayo ina mabavu ya pesa. Aliondoka Stefan Kiaziz akaelekea pale Wydad Casablanca, na hivi sasa pia Wydad wameona jitihada za mchezaji Maxi mpia Nzengeli, naye huenda wakamchukua, na inavyosemekana wao katika hatua za mwisho kuhakikisha kwamba Maxi anajiunga na klabu yao. Hii ipoje? Young Africans kama watamwachia Maxi ni mchezaji tegemezi, kwa maana ni kiraka, anacheza namba nyingi, lakini Maxi ni mmoja wa wachezaji ambao namna ambavyo unahitaji wewe umweke anakupa kilicho bora. Mara kadhaa tuna Young Africans ikiwa mbovu, bado Maxi mpia Nzengeli anaonyesha kilicho bora, na hii ni kitu pekee ambacho kinampa utofauti wa Maxi na wachezaji wengi wa Young Africans. Ni moja ya sajili bora ambayo alifanikiwa kuifanya kwa upande wa rais wa klabu ya Young Africans, Engineer Hersi Saidi. Lakini tija ya Max kuondoka ipoje? Mimi binafsi napenda kama Max ataondoka. Kwa maana gani? Young Africans watapata pesa ya kutosha, then wataingia sokoni kuhakikisha kwamba wanapata usajili bora mwingine, ikisemekana pia wanamhitaji Girimugisha, winga bora kweli kweli, na billions of money zinahitajika pale. Kwa hivyo lazima uuze wachezaji ili uweze kupata wachezaji wengine. Hivyo ni tetesi hizo kwa upande wa Simba na Yanga. Lakini pia kile ambacho kimenifurahisha surprise enough ni kwa upande wa Froy Benge, kocha wa Azam FC, kuongezewa mkataba wake mpaka 2028. Kwa hivyo ni kuanzia 2026 27, miaka miwili mbele atahudumia klabu ya Azam FC. Project imefeli kwa msimu huu, kwa maana kwamba hakuwa na wasaa mzuri wa kupata makombe, lakini hakufungwa mechi nyingi, ameweza kuwa na maintenance ya kutosha. Kwa hivyo alikuwa anahitajika na timu ya taifa ya Mali. Wameshindwa bwana kuweka pesa ya kutosha, na Azam FC wameonyesha mabavu yao na kuhakikisha kwamba anasalia Froy Benge katika viunga vya wana lamba lamba. Marcel Koller mara baada ya kuondoka pale katika viunga vya Al Ahly, team ambao ni Giant Afrika ikiwa na vikombe vingi, lakini Giant wa ligi kuu ya Misri, hivi sasa wameingia kandarasi na kocha mwingine ambaye kocha huyu anaitwa jina lake gumu kidogo, anaitwa Jess Thorap amejiunga na club ama Giants of Africa, na hapa bonus zake ambazo atakuwa anapewa, umeambiwa mkataba wa mwezi Juni atapewa, pamoja kwamba amejiunga leo, lakini mwezi Juni mkataba salary yake atapewa. Lakini kingine wakaweka na ziada ama additional compensation package ya miezi 3 anapewa salary yake. Lakini pia kwa maana ya wale ambao ni mawakala wake wanachukua 10%
10 ya thamani yake watapewa mawakala wake. Lakini pia kwa upande wa mkataba wake akwambia, wanasema all terms were agreed after a long meeting today between both parties, kwamba makubaliano yote hayo yalipatikana mara baada ya kukaa kikao kirefu kati ya pande zote mbili kufanya ile mutual agreement, mutual understanding kati ya upande wa kocha Sel Thorap pamoja na uongozi wa Nadil Ahli Al Ahli, mabingwa wa muda wote wa pale Misri. Lakini pia kwa upande wa kombe la shirikisho, kombe la klabu bingwa barani Afrika. Bali kwa upande wa Marcel Koller, yeye alifanikiwa kuipa vikombe 11 Al Ahli, kwa maana ya kwamba CAF Champions League aliwapa title mbili kwa upande wa mwaka 2022-23, 23-24 CAF Champions League alichukua mfululizo namna hiyo. Lakini pia Egypt Premier League titles ambao ni kuanzia mwaka 2022 mpaka 24 aliwapa title hizo. Lakini pia Egypt Cup makombe mawili alifanikiwa kuwapa. Lakini pia Egypt Super Cup makombe 4 alifanikiwa kufanya hivyo, na FIFA African Asian Pacific Cup ambayo pia inajulikana kama FIFA International Cup alifanikiwa kuwapa kikombe kimoja. Hivyo ndivyo ambavyo Marcel Koller alifanikiwa kufanya kwa ukubwa wake katika kikosi cha Al Ahly mpaka kufikia hapa.